Bwana coach Zuberi Mkaboko, vipi kuhusiana na utambulisho wa Selemani Mwalimu ndani ya Young Africans? Kwa Simba ni uvimbe kwenye nundu utambulisho. Utambulisho wa Selemani Mwalimu Young Africans, uvimbe kwenye nundu Simba. Si taarifa ambayo imemfurahisha kila mtu kwa upande wa Simba, lakini taarifa ambayo imewapa shangwe ya namna ya pekee mashabiki wa Young Africans. Selemani Mwalimu ni miongoni mwa washambuliaji bora sana wazawa kwa nchi yetu kwa sasa, kwa maana kumpata mshambuliaji wa kati mwenye kariba yake ni miongoni mwa washambuliaji bora kabisa wa nchi kwa washambuliaji wa kati wazawa, na ni mshambuliaji ambaye unapokuwa naye kwenye timu tafsiri yake ni kwamba anaongeza mpango mzuri wa mwalimu katika kuipangilia timu yake kiushindani, kwa sababu ana nguvu, ana wastani mzuri pia wa mapambano kiwanjani, ana uwezo wastani mzuri pia wa kufunga kutegemeana na nafasi unavyompa kwenye timu, lakini ana nafasi pia kuiongezea timu nguvu. Sasa Simba, Selemani Mwalimu, kwa nini nimesema uvimbe kwenye nundu? Ilikuwa ukimtoa Ibrahim Dumbia anafuata Selemani Mwalimu kama ndio sehemu ya safu ya ushambuliaji ambayo itakwenda kutengeneza ushindani. Ikumbuke msimu uliopita Simba walikuwa na tatizo kama ambalo watakuwa nalo sasa baada ya kuondoka Selemani Mwalimu. Labda kupitia dirisha hili waongeze mshambuliaji mwingine wakati, kwa sababu mshambuliaji wakati walikuwa na Jonathan Soa pamoja na Selemani Mwalimu. Lakini baada ya Jonathan Soa kuwa na adhabu ile ya utovu wa nidhamu, akabaki Selemani Mwalimu peke yake. Lakini ongezeko la sasa na mpango wa Simba ilikuwa wapate Selemani Mwalimu na Ibrahim Dumbia, kitu ambacho sasa hivi linabaki mazingira ni yale yale. Unabaki na mshambuliaji mmoja, timu ambayo imejenga kwa ushindani. Ndio maana wakati mwingine unaona kocha wao analazimika kuwa na namba 9 asiye halisi, wanasema force number 9. Kwa nini? Kwa sababu ya hayo mazingira ya kukosa mshambuliaji wa kati ambaye pengine anaweza kuleta ushindani. Kwa wale mtazamo Ibrahim Dumbia pengine kujumuisha Selemani Mwalimu, basi angalau unapata namna ya kuwatumia vile ambavyo wanaweza kutoa nafasi. Ukianza na huyu akupa nguvu, wakati mwingine kumleta upya kuongeza nguvu. Lakini kwa Yanga kumpata Selemani Mwalimu wameongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji. Maana yake wana Traol, Sheikh Traol, wana huyu Shalulile Peter, una Selemani Mwalimu kwenye timu, una Clement Mzize wakati mwingine unamtumbia kama namba 9, tafsiri yake wanapata hiyo nguvu. Lakini kwa nini imekuwa hivi? Tatizo la kutokuwa na msingi mzuri wa kiutawala Simba unasababisha kupoteza wachezaji wazuri. Unajua, tunaweza tukawalaumu Simba, tukasema mambo mengi kuhusu Simba. Kutokuwa na msingi mzuri wa kiutawala unafanya mambo mengi, ufanisi wake unakuwa uko chini. Wakati mwingine sio fedha tu, ufanisi wa club unakuwa uko chini kwa sababu ya kukosa msingi mzuri wa kiutawala. Ukiangalia muundo wa Simba katika sajili zao nyingi nzuri ambazo wanakwama na kipindi ambacho wanapitia magumu, ni kipindi hiki ambacho wanahitaji kufanya kazi kwa haraka, wao wanafanya kwa ugumu. Wao wanatumia hardware wakati ambao wanatakiwa kutumia software. Kwa nini? Huo ndio ugumu ambao naona Simba wanaupitia. Kwa nini? Kwa sababu moja, hawa walikuwa wanamhitaji Selemani Mwalimu na walimpata kwa mkopo, na mawasiliano walikuwa wanafanya na viongozi wa Wydad ni hawa wapya baada ya wale wa zamani. Na pia hata kama wangekuwa wanapata kwa mkopo, wangekuwa na mawasiliano ya wazi ya haraka, maana yake ni kwamba huyu mchezaji wangekuwa wamempata mapema. Lakini bahati mbaya, mawasiliano yao wao na kumpata huyu mchezaji yalikuwa na kigugumizi kwa sababu ya muundo wa utendaji kwenye klabu ya Simba. Wakati wanahangaika na sajili mpya, huyu mchezaji kwa kuwa walikuwa na mpango wa kumpata tena kwa mkopo. Kilichowaumiza Simba kwa Selemani Mwalimu, walikuwa wanamtaka kwa mkopo, Yanga wamemnunua. Simba walimtaka Selemani Mwalimu tena kwa mkopo mwingine, wakati huo Yanga wamemnunua. Lakini Simba wangekuwa mtaka Selemani Mwalimu kununua, wasingeomba mkopo mwingine. Tabu ya Simba walikuwa wanataka mkopo tena, Yanga wamemnunua. Sasa haya ndio maigizo. Ndio maana unaweza kuona katika mazungumzo ya Selemani Mwalimu walikubaliana, tutaendelea kuwa na wewe, tutaendelea kulipa mishahara yako, lakini tutakuchukua tena kwa mkopo. Lakini Wydad wamevutiwa na ofa ya kumuuza. Kwa kilichowagharimu Simba kwa Selemani Mwalimu ni mkopo na Yanga keshi. Yaani Yanga wametoa keshi, Simba walimtaka mkopo Wydad Sele. Na ndio kitu ambacho kimewagharimu. Kwa hiyo hata kule kutambulishwa kwao, wao walishamtumia tiketi ndo kaenda huko, na jana walimrudisha akawa amekwenda Zanzibar, kafanya mazoezi na timu, kala chakula cha usiku, kakaa hoteli, katoka saa 7 usiku hotelini. Anapigiwa simu na wao, mara tushakuuza. Hiyo timu ndio nenda kasaini, hao wengine walikukopa. Ndio kilichokuwepo kwa Selemani Mwalimu. Lakini kwa nini Simba inawaumiza? Kwa sababu wao walifanya mazungumzo ya mkopo. Lakini sasa mtu kaleta cash bidhaa yako, utaendelea kukopesha mtu wakati mtu analeta pesa cash? Kwa hiyo Simba walikuwa wanaifuatilia, Yanga walikuwa wanaifuatilia ile Selemani Mwalimu kama kipanga. Inakuwaje? Wakagundua kuna shimo, hawa watu wanamtaka kwa mkopo tena. Sisi tuna pesa cash hii hapa, tupeni mtu wetu. Imelipwa, wamemchukua mchezaji.
Sasa ukiangalia on fee imetoka na ukiangalia mchezaji anakwenda kupata mshahara zaidi ya milioni 15. Wamemnunua cash. Sasa nani anataka hasara? Nani anataka kukopesha wakati kuna mteja? Wydad hawakutaka kukopesha wakati Yanga ni mteja. Yaani Wydad hawakutaka kuikopesha Simba wakati Yanga ni mteja. Wao walikuwa wanamtaka kwa mkopo. Wale Yanga wamemnunua. Na ndio maana kwa mkopo wao, kwa makubaliano mkopo hamchukueni, wamemtambulisha. Lakini ilivyotokea mteja anatoa cash, ulete cash, chukua mtu, ondoka naye. Ndio maana wameenda kupokonywa Selemani Mwalimu hotelini. Kwa nini? Wao walikuwa wametangaza mkopo. Kwa sababu gani? Kuna shida. Simba unafanya mazungumzo Kimara, pesa inatoka Goba. Ndio kinachowasumbua hawa. Na ndio kitu ambacho kinawapa wakati mgumu. Vipi kwa upande wa mashabiki wa Simba na viongozi wao wanatengeneza imani gani? Nadhani lazima wajue yote haya ni kwa sababu hakuna msingi imara wa kiutawala ambao unaweza kutoa tafsiri kwenye matukio yote muhimu kama swala idara ya kifedha, idara ya kiufundi na mambo mengine. Kwa sababu yote haya yawe mepesi, ilikuwa klabu kama iko na msingi imara wa kiutawala. Wamegawanyika kwa sababu ya muundo wa klabu yao inavyoongozwa. Klabu yao inatoa nguvu kwenye bodi ya wakurugenzi, upande wa wanachama hauna nguvu kubwa. Katiba sasa hivi imetoka mpya, hawaitumii vizuri, hawajaanza kuitengeneza. Kwa haya ni matatizo ya Simba, ni matatizo ya msingi wa nyumba yao ndio unaozalisha ufa kwenye ukuta. Kwa hapa watawalaumiana Simba, lakini kama nilivyokuambia, anatakiwa kushawishiwa kutoa hela mpaka awe na mudi. Huku mnamsema mnamkosoa, lakini mpaka afurahi ndio atoe hela. Kwa hiyo unategemea nini? Kwa hiyo ndio huo mtihani unapokuja. Sababu muundo wa Simba kutoa hela mtajiri mpaka afurahi. Lakini ile pigo lilopewa ni ile la Adam Salamba. Hawa washai kumsajili Adam Salamba. Wakati Yanga wanamtaka kwa mkopo, Simba alimsajili afu kaenda kumweka benchi. Kipindi Simba wako vizuri. Kwa hiyo nao wanapiga mapigo hayo ya Adam Salamba. Ndicho nakiongea. Yanga wanafanikiwa vipi kuweza kupata nyota kama hao ambao wanakuwa wanaonekana ni muhimu katika upande mwingine? Pesa ya Yanga iko kwenye mfuko wa shati. Ndio maana wanakuwa na wepesi wa kupata matokeo muhimu. Pesa ya Simba inahitaji mijadala. Kama mali ya urithi. Nataka mpaka kikao cha familia. Hicho ndio kinachowatafuna. Shida ya Simba fedha yao kama mali ya urithi, mpaka mkae kikao cha familia, mkubaliane, muuze au mgawane. Sasa Yanga pesa iko mfuko wa shati. Sababu uwepo wa Hersi Yanga ndio unatoa pesa yao. Pesa iko mfuko wa shati. Dakika 0 tu akitoa mali bwana, akishakubali yeye akienda kwa Garibu aulizi. Anachukua nenda kalipe. Nenda kalipe. Lakini hao itoke pesa. Wakae kina magoli, wakae vikao, wampigie tajiri Dubai, naye na watu wake wakati, wakamshawishi. Wakishamshawishi naye anaomba video waangalie. Sasa tajiri tena video wapi na wapi? Aangalie video, akae ndio atajue mchezaji. Hao wamepoteza wachezaji. Kwa hiyo Ukwasi alikuwa wao, Okelo alikuwa wao, Pakome alikuwa wao, Aziziki alikuwa wao. Mijadala yao, kikao kinafanyika Kimara, pesa iko Goba. Ndio kinachowatafuna hao. Sasa watu wanajua maswali kwamba itakuwa vipi ikiwa Yanga ni washambuliaji wengi, anapokwenda pale atapata nafasi kweli au ndo anaenda kupoteza kipindi chake? Timu bora inataka wachezaji bora kila eneo. Ndio timu bora duniani. Hakuna timu bora inakuwa na wachezaji wa kawaida. Yaani kuwa na washambuliaji hata kama 20 unaweza kuwa nao. Mnasajili wachezaji 600 kuwa nao tu. Si kama wewe, kwani una nguo ngapi kabatini? Si unachagua tu. Unaweza kaipenda nzuri moja sana lakini zingine zote ni nguo nzuri. Kwa kuwa na wachezaji bora kwenye nafasi ndio timu bora. Na hii faida yake utaiona. Hawa kwanza tutakuwa wanachuana kupata nafasi. Kwa kila mnampa nafasi anataka kuonesha alicho nacho. Yanga washapitia timu ya namna hii. Kipindi kile cha Nasib bin Nabi, kipindi cha Gamondi Miguel, walipotea hapa katikati, tulikuwa na wachezaji wasiofanana. Yaani box na begi. Ili nakalisha nguo, ili lingine nalowesha. Sasa hivi wanarudisha kile kikosi chao cha begi tu, kutumia begi kubeba nguo. Kuelekea kesho ambapo ni ngao ya jamii, tunakutana dabi ya Kariakoo. Mbinu gani zinatakiwa ziende, pengine tutarajie kuona mbinu gani katika mchezo wa kesho? Mechi ya kesho itaamuliwa sana na ubora wa wachezaji sambamba na mbinu za walimu, kwa sababu mechi ya dabi imekuwa ni mechi ya nidhamu na hisia sana. Kwa wakati mwingine inaamuliwa na ubora na mbinu za walimu. Ubora ndio unaamua mechi za dabi pamoja na mbinu za walimu. Na tumeshuhudia dabi nyingi tu zikiamuliwa hivyo. Ni mechi ambayo kisaikolojia Yanga wanaamini wanakuja na timu bora zaidi kuliko timu yote ndani ya ligi ya nchi. Ni mechi ambayo Simba wanaamini wana kikosi bora sana msimu kuliko timu nyingine yote katika kipindi baada ya kuongeza timu. Ni mechi ambayo shabiki wote wa Simba anarejea dabi zilizopita, anaitazama dabi. Kwamba kama tulicheza vile dabi zilizopita kutoka unyonge wa kufungwa mara 5, inakuwaje hii? Maana timu yetu imeimarika. Yanga Africans wanaamini msimu huu kwa kuwa tumeongeza wachezaji, tunarudisha ule ubabe wetu wa jumla wa kushinda mechi zote. Kwa hiyo unaona ni mechi ambayo imejaa tunategemea kuona ubora na hisia za kuikaribia hii mechi. Ndio kitu ambacho nakitegemea kwenye mechi. Tunarudia magoli mengi au hakuna magoli mengi? Itakuwa na magoli. Ni mechi ambayo itakuwa na magoli. Si mengi, itakuwa na magoli.
hazipungui goli 2 kwenye hii mechi. Hazipungui goli 2 kwenye hii mechi. Inaweza kuwa pengine italemea upande mmoja hii mechi. Hii mechi itakuwa ya kupokezana mapambano. Itakuwa kupokezana mapambano. Mchezo mmoja mzuri sana tutashuhudia kesho. Ni wa kupokezana mapambano kwa sababu wote wanacheza falsafa zinazofanana. Ni makocha wote hawawezi kuacha mpira kwa mpinzani. Kwa hiyo tutaona kitakachoamua ni ule ubora wa mbinu za walimu. Ndio hicho. Maliza na hili. Hivi ni kweli mchezaji anaweza akasajiliwa kwa njia ya lipa namba? Lipa namba. Sasa mfumo wa tone tone ni wa Chadema. Mfumo wanaotumia Simba kuna usajili wa Faisal ni wa Chadema tone tone. Inawezekana sababu Chadema wanafanikiwa mikutano yao. Wanachangisha Chadema mikutano yao na tone tone. Simba nao wanapita kama Chadema na tone tone. Sasa Chadema wanafanikiwa, watu wajitoa. Sasa sijui kwenye mpira. Maana siasa ni hisia zingine. Watu ndio sijui itakuwaje mbele, lakini wanaenda na tone tone mbinu ya Chadema. Ambao Chadema inawasaidia, wanachangiwa kweli, watu wanachanga. Ukiweka tone tone watu wanachanga kwa Chadema. Lakini hawa tone tone wanachukua mbinu ya Chadema. Shukrani sana. Asante sana.